Nilipia kitu 900. Dada yangu yuko ndani. Nilimpigia simu, natoka na machozi, nimekaa hivi chini. Nimelipia 900 bahati mbaya. Membership huko mbele. Kuna namna ya kufanya. Especially kwa Marekani wenyewe mambo yao ya kufanya hivi yani. Wanakuambia sijui package ya wiki, package ya mwezi. Nikajua nimeselect package ya mwezi kwamba itakatika mwezi hiyo wiki. Ikajikata ya mwaka mzima. Alafu kata ya mwaka mzima sio tena hata mwaka, nika kipindi fulani kakatika kwichu. Wapi scenario nilipata wapi 900. Kumbukeni niko kwenye survival mode. Baada ya kupata ile 500, Mungu alisaidia hapo katikati. Nikawa nimejifunza kipindi najifunza natafuta elimu, nataka nijue na how to sell, how to market, how to build a brand, how to do something, namna gani ya kufanya na kila kitu. Nikawa nimejifunza, nikakutana na chimbo. Yaani ile chimbo, kwa mfano hapa inaweza kuwa chimbo lako. Wanafundisha vitu vya moto, wanakuelekeza na mambo ya social media yako. Yaani hivi, nikasema why not? I want this. Nilikuwa na kiu. Nilipia 900. Niliumia sana, lakini by the way nikaja baadaye nikazoea. Ikatokea Mungu kaniletea mteja mmoja wa kufanya project yake kubwa. Akanipa vizuri kweli. Project ya kwanza maishani mwangu. Lakini pia ndio hela ya kwanza kubwa niliyolipwa maishani mwangu. Sio tu kwamba eti ni kazi ya kwanza. Ndio ya kwanza, mara ya kwanza nimelipwa milioni 6. Lakini pia ilikuja by installment. Iliingia kwanza milioni 3 ya kwanza, baadaye ikaja hela nyingine. Kwanza nilikuwa siamini kama yale ni kweli tuliongea. Nikasema mpaka nione muamala imethibitishwa. Hapo ndipo nitaamini haya mambo ni reality. Ndio kaingia milioni 3 ya kwanza papa. Hapo like oh my god. Kumbe hii ni reality. Haya mambo yanawezekana. Trust me. Ndio mara ya kwanza nimepata deal kubwa. Ndio mara ya kwanza nimelipwa hela kubwa. Sio tu kwenye kazi, maisha yangu yote. Yaani ukichukua hela zangu zote ambazo nimewahi kuzipata kubwa ndo zile. Ndio mara ya kwanza nimeona milioni 3 imeingia kwenye simu yangu. I was like yo, nimeshatoboa na maisha. Nikakaa chini, nikatulia. Kwanza nikalala siku 3 kwanza, sikutoka nje. Na sikusikia njaa. Sio kama nimefunga, nilikuwa sio nakula vitu gani, yani si vya vyakula vya mbinguni. Siku 3 niko na milioni 3 naiangalia nakaa. Naangalia yale makubaliano, basi tukaanza immediately kazi. Niliona kumbe inawezekana. Kama ndo naanza hivi kujifunza, nikaweza kumaster. Nikasema kumbe inawezekana. Kwa nini nisijifunze zaidi? Yani niwe expert. Kwa hiyo nikaenda kujifunza zaidi, nikapata ile chimbo. Ile chimbo kumbe ina 900 kufundishwa. I was like nikaingia mle pap, nikalipia pale, nimechukua kadi yangu, Visa pale nikaandika ile kodi, nikapiga papa. Muamala ulivyosoma imethibitisha imetoka. Ni 900. Kale ka furaha kote kakakatika.